Albani naika isaisha kwenye as-silsilatu sahiha wa an Ubay ibn Imara, na kutoka kwa Ubay ibn Imara radiyallahu anhu Allah amridhie, qala annahu qala, kwamba yeye alisema ya Rasulallahi, ewe mtume wa Allah, amsahu ala al-khuffaini, qala na'am. Jena hapa amsahu kumefutwa hamza moja, ilikuwa ni aamsahu, je nipanguse juu ya hofu mbili? Qala na'am, mtume akasema ndiyo. Qala, akasema Ubay ibn Imara, yauman, siku moja? Qala na'am. Akasema tena wa yaumaini? Qala, akasema Ubay ibn Imara, na siku mbili je? Qala na'am, mtume akamwambia ndiyo. Qala wa thalathata ayyam, je na siku tatu nazo? Nazo nipangusa hivyo hivyo? Qala na'am, kumwambia ndiyo, siku tatu pia pangusa. Wama shitana, vyovyote utakavyotaka na kwa namna utakavyotaka. Akhrajahu Abu Daud wa qala laysa bil qawi, amepokea hadithi ya Imam Abu Daud na akasema kwamba si qawi. Na pia hivyo hivyo Sheikh Uthaymeen anasema yadullu al-hadith ala annahu la tawqita fi al-mashi ala al-khuffaini. Hii hadithi yaonesha kwamba na kujulisha kwamba hakuna kule kuweka wakati juu ya muda maalumu kwenye kupangusa kwenye juu ya hufu mbili. Wa hadha al-hadith lam yathbut min nabii sallallahu alayhi wasallam, na hadithi hii haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal ahadithu sahihatu sarihatu dalatun ala at-tawqiti fayukhadhu biha, hadithi zilizokuwa sahihi zajulisha juu ya kule kuweka wakati uliokuwa sahihi. Hadithi zilizokuwa sahihi, zilizokuwa wazi, zenye kujulisha juu ya kuweka wakati wa kupangusa juu ya hizo hufu mbili. Kwa hiyo zikawa ni zenye kuchukuliwa hadithi hizo zikafanywa kazi. Na mlango unaokuja babu nawaqidhil wudhu'i, mlango unaoeleza vitenguzi vya wudu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas ibn Malik Allah amridhie, qala, amesema, tulishausoma ule wudu vile namna ulivyo na ikhtilafu zilizopo kwenye idadi zake, labda kwenye namna ya kuosha viungo kwa idadi zake na mengineyo, lakini hapo tutaona vile ambavyo hutengua huo wudu. Qala, amesema Anas ibn Malik Allah amridhie, ambaye alikuwa ni khadim wa Rasulillah, kama tulivyoona katika durus al-madhiya, kama raina fi durus al-madhiya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ala ahdihi ay ala asrihi, kwenye zama zake huyo mtume, yantadhiruna al-ishaa, wakingojea wao swala ya nini? Ya isha, wakingojea swala ya isha. Na hapa kwenye kungojea swala, Sheikh Fauzani katoa dalili, anasema kwamba fal imamu yajibu intidharuhu, imamu yapasa angojewe, si imamu msele masala ya kusema tuweka ngukosa heshima na imamu. Waekwa vipi? Maana banda la TV huwekwi, waje kwenye swala tu yani swala zote tano hazichukui muda wa hata kipindi kimoja katika mpira. Swala zote ukizikusanya na nyakati zake hazichukui hata kipindi kimoja cha mpira, na mtu akaa hapo. Na bali kuna vile kutoka draw vile, kwamba mkawa mposare matokeo, kisha ikawa yatakiwa apatikane mmoja extra, pia watu wangojea wakati wa kuongezewa, pia waongojea watu. Hakeleki hapo mtu hata saa 7, bali kuna baadhi ya wanawake washtaki mtu kabisa afanya kuuliza watu, mimi mume wangu aenda zake mpirani na pengine nina haja naye, nafanyaje sasa? Sasa mimi nakujibuje kwa mfano hapo? Habaki tu Allahu aalam. Basi maana ile kosa la fungamana ile jambo la kuhusu wewe na yeye, sasa fanya umzuie mume wako baki ndani.
Kwa hiyo makosa mengi pia baadhi ya ndoa za vunjika kwa uzembe kama huu. Na al-asha ni chakula cha usiku, al-isha ni swala. Lakini hapa asema Sheikh Fauzani kwenye kuelezea kuhusu kumngojea imamu, illa idha tabayyana adamu maji'ihi li'udhrin, isipokuwa itakapobainika kule kutokuja yeye kwa dharura. Mfano huyu bwana huyu leo haji, mweza mkampitisha mwingine, lakini anakuja naye kila saa kija hadi aingie chooni, ngojeeni. Sheikh Fauzani kafanya istimbatu hiyo kwenye hadithi hii, yantadhiruna al-ishaa, swala ya ngojewa ni imamu. Maksudi ni imamu aje ndio tuswali, kwa sababu swala ya Isha imethibiti kuchelewesha kwake, kwa sababu swala zote kuziswali mwanzoni mwa wakati ndio sunna, lakini swala ya Isha kuichelewesha kwa kuswali mwisho wa wakati ndio sunna kwa yule ambaye hatahofia kupitwa na hiyo swala. Hata takhfiqa ru'usuhum, mpaka vikigongana vichwa vyao. Wana vile kukaa vile kwamba si kwa swala usiku sana, wasinzia hivyo. Thumma yusalluna wala yatawaddaun, kisha wao wana swali wala hawatawadhi. Na Sheikh Uthaymeen anasema hivi kwenye hili, kwa sababu usingizi ni katika mubtilatul wudu, lakini walikuwa kigongana, ishara kwamba hawa wanasinzia. Hasa kuna tofauti pia hapa, wanasema ulama, kuna tofauti baina ya an-nu'as na an-naum. Kuna sina ambao ni an-nu'as, usingizi, kisha kuna an-naum, hasa ule al-mustaghriqu wa fofofo, ule usingizi wa fofofo. Na hapa pia nitoe faida nje ya nini ya somo. Katika lugha ya Kiswahili hakuna tamko lililokusanya fofofo kama hivi zaidi ya tamko hili. Basi ni Kiswahili kizima hakuna f na o zilizofuatana zaidi ya kwenye tamko hili tu. Usije kaminyano kwenda kufungua kamusi utajitia kazi. Hakuna tamko ambalo limekuja kwa mfumo huu, bali wengine wamesema kwamba hakuna tamko la Kiswahili fasaha lililoishia na fo zaidi ya hili fofofo. Wamesema wengine hiyo. Sasa kama kuna bahthi zaidi ya hili, hebu katafuteni alafu mje mtuletee. Usije ukatuletea uungaji wako kilichocho fo. Je, unataka Kiswahili fasaha? Asa Sheikh Uthaymeen anasema hivi, Allah mrehemu, yadullu al-hadithu ala annahu la yajibu al-wudu'u illa lis-salah. Hadithi yajulisha kwamba haupasi ule udhu kwamba lazima isipokuwa kwa ajili ya swala. Kadhalika lakinna al-qadiyata qadiyatu 'aynin yatahaddathu anhum wa hum yantadhiruna salata al-isha. Hapa ndo kwenye ili jambo la kuelezea wao kwamba walikuwa wamekaa, yani kwa maana hichi kitendo cha wao wasubiria swala huku ikawa wanasinzia na kuungana vichwa. Ili jambo ndio la kuelezewa hapa kwenye hii hadithi. Anasema kisha baada ya kutoa hilo akasema, lakin hunaka ahadithu tadullu ala anna alwujuba la yajibu illa lis-salah bilafdhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, saqaha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Anatoa maelezo hayo yeye, lakini hapo anasema ule usingizi kwenye vitabu vya fiqh yametajwa haya, usingizi ambao ni wa kawaida ule hautumtoi mtu udhu. Na pia vile hata vitabu vya Kishafi'ia vimeelezea hivi kama mtu kulala, lakini ulalaji ambao ni uhakika, hapa hawezi akatoka upepo, pia hatoki udhu. Amesema hivyo. Sio wale kwamba baadhi ya watu wanakosea sana, akiamshwa kwao hasa baadhi ya watu au wazee wazima kabisa, akiamshwa kwao ende akaswali moja kwa moja aingia msikitini vizuri tu, akishaingia mule ndani mule alala, si ni adhana ya kwanza pengine hiyo, alala kashati ya udhu, akiamshwa vile kaswali moja kwa moja na kuswali vile na kalala. Na hapo akilala acha kule kwamba kukaa vizuri, akoroma kabisa msikiti mzima waenea sauti yake so hizo kuna dhifu da'u ndani, au kuna shura au vipi? Kwa maana kwamba alala fofofo ndio anachokusudia, hakusudi kwamba kumdharau ni koroma. Alala fofofo
kitendo cha kulala fofofo hivi hichi cha onesha kwamba yeye kanini katoka na udhu kisha anakwenda kunini kuswali vile vile, sio sawa. Akhrajahu Abu Daud wa sahahahu ad-Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Amepokea hadithi ya Imam Abu Daud na akaisahihisha Imam ad-Daraqutni, asili yake hadithi ipo kwenye Sahih Muslim. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha Allah amridhia, amesema جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله. alikuja Fatima bintu Abi Hubaysh na akasema, ewe mtume wa Allah, inni imra'atun ustahadu fala athhur, mimi na mwanamke ambaye napatwa na damu ya istihadha sitohariki, afa ada'u salah, je niache kuswali hivi, je niache kuswali? Faqala la, mtume akasema hapana, usiache kuswali, inma dhalika irqun, hakika damu hiyo inayotoka ni mshipa huo, mshipa. Kisha Sheikh Fawzani anaeleza hapa, anasema yani sabab al-istihadati infijaru irqin, anakusudia kwamba ile sababu istihadh, unaweza ukaacha ukasema sababu al-istihadati infijaru irqin, sababu ya kupata damu ya ugonjwa ni kule kufoka, kule kupasuka na kujiachia damu ule mshipa. Kadhalika hivyo anasema bimaana annahu nazif, kwa maana kwamba hiyo damu inakuwa ni yenye kuchirizika. Wa irqul istihadati yusamma al-adhil, na ule mshipa wa damu ya ugonjwa huitwa ni al-adhil. Wa amma irqul haidhi fa innahu yusamma al-adhir, ama ule mshipa wa hedhi ule huitwa ni al-adhir. Wal istihadatu takhruju min adna ar-rahimi, na damu ya ugonjwa yatoka chini ya mfuko wa uzazi. Bi khilafi al-haidhi, kinyume na hedhi, fa innahu yakhruju min qa'ri ar-rahimi, hakika hedhi hutokea ndani ya nini? Ndani ya ule mfuko wa uzazi. So kiangalia, ndio maana ulama wanaelezea kwamba chakula cha mama sio cha nini, anachukula mtoto katika mfuko wa tumbo, katika mfuko wa uzazi. Hata Ibn Uthaymeen akasema kwenye risala fi dima'i tabi'iyya kuhusu kuelezea kwamba anachokula mtoto ni hedhi. Hedhi ile damu ile ya mwisho wa mwezi ya mwanamke ndio anaokula mtoto. Ndio maana wakati wa ujauzito mama hapaswi na hedhi, aghlabia ni hiyo, kwa sababu ile damu haitoki na kuwa chakula cha nani? Cha mtoto. Ndio maana kwa miongoni mwa alama kubwa za kuonesha mwanamke ni mjamzito kama ni mzima ni kutokupata na hedhi. Ni alama kubwa sana. Ndio maana kwamba hata vijana wahuni akipigiwa simu tu, siku zangu sizioni, ajua hesha mtia mtu mimba, ajua ni alama kubwa hicho kitu. Na pia hivi akizaliwa mtoto, hedhi ile yageuka ya maziwa, hedhi ile yageuka ya maziwa, isipokuwa ile hedhi haipati nguvu kule kwa maziwa mpaka nani? Mama ale. Hicho kitu ndio kilivyo. Sasa kule kusema kwamba eti kuna chakula cha pita kwenye mfuko wa uzazi, la, sio sawa, kwa sababu mfuko wa chakula na mfuko wa uzazi anapokaa mtoto ni vitu vile tofauti. Tumbo ni lakini limejigawa mafungo tofauti. Hakuna munasaba, kwa maana hakuna mwingiliano kwa wanavyoongea ulama utibbi, madaktari, ya kwamba mfuko wa uzazi na mfuko wa chakula haviingiliani hivi, haviingiliani. Kwa hiyo ndiyo hali ipo hivyo. Kisha akasema wadamu listihadati ahmaru khafifun, na damu ya ugonjwa ni nyekundu alafu nyepesi. Bi khilafi damil haidhi, kinyume na damu ya hedhi. Fa innahu aswadu muntinun thaqilun fakhinun ghalidhun lahu raihatun, kinyume na damu ya hedhi. Hii kwanza hii nyeusi, alafu yatoa harufu, alafu ni nzito sana, yani damu ya hedhi. Hali ipo hivyo. Walaysa bihaidhin, tuendelea na hadithi tuacha maliza Sheikh Fawzani. Na wala sio nini, sio hedhi hiyo, majibu ya mtume kwa Hamna bintu
Hubaysh. Fatima bintu Abi Hubaysh, sio Hamna. Kuna Hamna yule mwingine ambaye alikuja na maelezo mengine akasema inni imra'atun ustahadhu haidatan shadidatan kabiratan. Kuna hadithi nyingine ya Hamna bintu Jahsh. Fa idha aqbalat haidatuki, itakapokuja hedhi yako, fada'i salah, acha kuswali. Wa idha adbarat, na itakapoondoka, faghsili anki dama, ioshe ile damu, thumma salli, kisha swali. Muttafaqun alayhi. Isipokuwa kuna jambo la kulitilia tambihi, mwanamke ambaye ana damu ya ugonjwa akitia udhu, ule udhu aliyoswalia swala hii si wa kuswalia swala ijayo. Kila swala atie udhu, kila swala atie udhu, akiwa na hali hii ya istihadha, kama mwanamume ambaye ana ugonjwa wa kisalisali, wal iyadhu billah, ule kutoka na mikojo, akitia udhu wakati huu, swala nyingine itakapokuja sema kwamba ule udhu wangu bado upo, la, haupo, atie udhu mwingine. Na istihadha na hedhi tofauti katika miongoni mwa mambo yake mengine katika ikhtilafu ni kuwa haidhi kumwasha mwanamke wakati wa hedhi na si mjamzito, wakati wa hedhi na si mjamzito ni katika talaka ambazo ni bid'iyya. Ama kumwasha mwanamke kwenye istihadha si talaka bid'iyya. Na hivyo pia hedhi ni haramu kumuingilia mwanamke, ila istihadha si haramu kumuingilia, si haramu. Tumefahamiana hapo? Muttafaqun alayhi. Wa al-Bukhari, na amepokea Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari, thumma tawaddai likulli salah. Ona, hii ndio imekuja kutoa maelezo kuhusu nilichokiongea. Kisha tawadha kwa ajili ya kila wakati wa swala. Kwa maana kila wakati wa swala ukifika wewe tawadha kila swala, sio kwamba uliotia udhu wakati wa dhuhuri uswalie al-asri, sio hivyo. Wa ashara Muslimun ila annahu hadhafaha amdan, na ameashiria al-Imam Muslim kwamba yeye amefanya al-hadhfu kwa kusudi, kwa maana amefuta kusudi. Al-Imam al-Bukhari litamko kale nini, kaliondosha kusudi kwa sababu lajulikana, hudhifa lililmi lianahu ma'lum. Kadhalika wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Ali ibn Abi Talib Allah amridhie, qala, amesema, kuntu rajulan madhaan, nilikuwa ni mwanaume ambaye nina madhii mengi, natoka na madhii. Na hii si aibu kwa sababu ni jambo ambalo la kawaida, kwa maana kwamba ilikuwa ni mwanamke ni mwanaume, hata mwanamke pia inawezekana hii hali ikamtokea. Lakini kwa maana alivyosema yeye madhaan, akiwa na maana tena sio kwa sigha tu ya kawaida, sighatul mubalagha, fa'al, madha, na madhi mengi. Ndio maana ukiangalia Ali alikuwa na watoto wengi sana. Mtafautiana wanachuoni kwamba alikuwa na watoto ngapi, lakini alikuwa na watoto wengi sana. Kwa hivyo kwa jinsi madhaan hiyo, hali ile madhi ambayo tuliyasema kwamba nini najisi jana tuliposoma. Faamartu al-Miqdada an yas'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni kamuamrisha Miqdad amuulize mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasalahu, naye akamuuliza mtume. Faqala fihi alwudu, mtume akasema kwamba kuna ndani yake nini, alwudu, kuna wudu. Lakini Sheikh Fauzan anasema kwamba yadullu, Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema yadullu alhadithu ala jawazi at-tawkili fi istiftah. Hii hadithi yajulisha juu ya kufaa kuweka uwakala, uniaba kwenye kutaka fatwa, isiyo kwamba wajitia kiherehere kwamba lazima ukaulize. Yajuzu pia kwa nini kumtumiliza mtu, hebu nimuulizie, yafaa hivyo. Na muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari. Wa ana Aisha radhiyallahu anha, na kutoka Aisha Allah mridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabbala ba'd nisaihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwabusu baadhi ya wakeze, kisha akatoka akaenda kuswali na wala hakutawadha, kwa maana alitumia udhu aliyokuwa nao kabla ya kule kumbusu huyo mkewe, na akaenda akautumia huo udhu baada ya nini, ya kule kumbusu, kwa maana udhu wake bado upo. Hasa yashangaza kwamba
baadhi ya watu wanavyotuwekea ugumu katika baadhi ya mambo kwamba ukigusa tu udhu haupo. Kama shoti vile ukigusa tu kupiga hapo hapo. Mtume alibusu kabisa. Bali ulama lakini kwenye kulitolea maelezo hili kama Sheikh al-Imam al-Bassam anasema yadullu dhahirul hadithi ala anna taqbil al-mar'ati wa lamsaha la yunqidu al-wudu. Yajulisha dhahiri ya hadithi kwamba kumbusu mwanamke na kumgusa tu hakutoi udhu. Wal afdalu huwa hamlu hadha al-hadithi ala taqbilin lam yusahibhu shahwatun, na kilichokuwa cha aula zaidi ni kuibebea kuifanyia kazi hadithi hii kwenye kule kuwa kwamba ni kule kubusu ambako hakujasuhubiana matamanio. Yani kwa maana ukibusu hiyo fikra zako kama upo Tanzania zipo Tanzania, usiwabusu alafu fikra zishaenda India, hapo sasa mko wengine. Sasa tukusudia pale kubusu alafu fikra zako zipo Tanzania kama ulivyokuwa mwenyewe upo wapi Tanzania, sio kuwa wewe upo hapa lakini fikra zipo India huko. Wa inma huwa takbilu mawaddatin wa rahma, haikasifi ngine ni kule kubusu kwa mapenzi tu na nini na huruma. Wa Nabii Huraira akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Imam al-Bukhari kidhoofisha lakini ingawa kahitaji Imam Ahmad hadithi katika musnad yake. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, na kutoka kwa sahaba Abu Huraira Allah amridhia amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha wajada ahadukum fi batnihi shay'an, atakapohisi mmoja wenu. Wajada hapa ina maana kule kuhisi, kwa maana mtu akaona tutaona maelezo kuhisi nini. Atakapohisi mmoja wenu kitu katika tumbo lake, fa ashkala alayhi, kikamtatiza yeye upepo huo, lakini akharaja minhu shay'un am la, kwamba kumetoka tumboni kwake kitu au hakujatoka, fala yakhrujanna min almasjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan, asijakatoka msikitini mpaka asikie sauti au apate nini ule upepo. Kwa maana hapa sasa harufu hiyo ima sauti ile kwa sababu kuna wenyewe wanasema kwamba kuna Kombo na Yusufu kwenye haya, kuna istifsari kwenye hizo Waswahili yao. Kombo sauti hiyo tayari, hapo tayari moja kwa moja Yusuf, basi wajua hapa harufu itakuja hivyo. Ama kwenye maelezo ya hadithi hii Sheikh Uthaymeen anasema kwamba yadullu al-hadithu ala annahu law ghalaba ala dhannihi annahu ahdatha fa innahu la yalzamuhu al-wudu. Hadithi yajulisha kwamba ikighilibu mtu kwenye dhana yake kuwa kapata hadathi, haimlazimu yeye kunini udhu, haimlazimu yeye kutawadha, lianna rasula sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam lianna rasula sallallahu alayhi wasallam allaqa wujuba alwudu'i, alitundika ule wajibu wa udhu kutawadha, biamrin mutayaqanin, kwa jambo lenye kuyakiniwa, wa huwa sama'u sauti, nako ni kule kusikia nini sauti kama hiyo ya Kombo, au raiha kama ya nini Yusufu, au harufu kama ya Yusufu. Kusema hivi nadhani tufahamiana haya. Na Sheikh Fawzani kasema hivi, dalla ala qa'idatin 'azima min qawaid al-fiqh, hadithi hii imejulisha juu ya kanuni iliyokuwa kubwa katika kanuni za kifiqhi za kisheria. Wahia, na kanuni yenyewe, anna al-yaqina la yazulu bishakki, yaqini haiondoki kwa shaka, yaqini haiondoki kwa shaka. Na hii ipo qaida ipo inda al-jumhur illa au inda al-jamaahir illa madha illa al-malikiyya. Malikiyya wanasema kwamba al-yaqinu yazulu bishakki, na hao ndio wanakwenda kinyume, isipokuwa Shafi'iyya, Hanabila na Hanafiyya wanaona kwamba al-yaqinu la yazulu bimadha bishakki. faman tayaqqana at-tahara wa shakka fi al-hadathi fa inna al-asla baqa'u at-tahara wa la yaltafit ila ash-shakki, atakayekuwa na yaqini juu ya utahara
na akawa na shaka juu ya hadathi, asili ni kule kubakia tahara, na wala asielekee kwenye ile shaka iliyokuwa ni tari au hadith. Hivyo hivyo hadithi hii ipo kwa Muslim, akhrajahu Muslimun. Na vile vile wa an Talq ibn Ali radiyallahu anhu qala rajulun masastu dhakari, au qala ar-rajulu yamassu dhakarahu fi salah. Kutoka kwa Talq ibn Ali amesema kwamba mtu nimegusa uume wangu, au amesema mtu ambaye amegusa uume wake, kwa maana yeye kagusa uume wake fi salah, katika swala, alayhi alwudu, je yapasa kwake atawadhe? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, la, asitawadhe. Inma huwa bad'atun minka, hakika hiyo nini, huo uume wako ni kipande kinachotokamana na wewe, ni kipande kinachotokamana na wewe, ni kiungo. Na kuna tofauti baina ya bid'atun na bad'a, na tofauti kubwa kwenye hili, kwa sababu sawa ni mambo ya kuyafuatilia. Bid'un hutumikana mara nyingi sana kwenye kukusudia kifungu cha kipande au idadi kuanzia 3 mpaka 9 ya katikati hapo, hiyo nini? Bid'un. Ama bad'un ni kipande kilichokuwa kimeekewa umaalumu, au pande iliyo nini, au kipande, kwa maana kipande maalumu kilichokatwa, au nyama iliyokatwa. Kwa maana alivyosema bad'a, ina maana kipande cha nyama cha kwako wewe, chatokamana na wewe. Akhrajahu al-khamsa wa sahahahu Ibn Hibban. Man humul khamsa? Na ngoja kwanza ni tuwahakiki kwa uzuri, ukikosea kidogo tu. Naam, nilisema nitauliza kuna ndio kuuliza Ittafaqtum ala an tattafiqu, yani muafikiane au ndio man ada al-Bukhari wa Musliman. Na vile vile na kaisaisha al-Imam Ibn Hibban, na amesema al-Imam Ibn al-Madini kwamba huwa ahsanu min hadithi Busra, hadithi ni ahsan zaidi kuliko hadithi ya Busra ambayo inakuja mbele. Wa an Busrata binti Safwan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema man massa dhakarahu falyatawadda. Kwa hiyo iliyotangulia hiyo ni ahsan zaidi kuliko hadithi hii iliyoelezea kwamba atakigusa uume wake na atawadhe. Na al-Imam Hamid al-Faqih yeye katoa maelezo, kafanya jamu baina ya nini, baina ya hadithi mbili hizi, licha ya kauli ya al-Imam Ibn al-Madini kuelezea kwamba ile ya mwanzo ile ni ahsan zaidi kuliko hii ya Busra bintu Safwan. Yeye akasema hivi, yujma'u baina hadithi Busra wa hadithi Talq bi anna an-naqida huwa al-massu al-khass alladhi tataharraku bihi ash-shahwa, amma al-massu al-'am kamassi baqiyati al-a'dha'i fala naqda fihi. Kwa maana kwamba ule ugusaji wa kikawaida kwa gusa uume, lakini kama umegusa sikio ni kwa maana umegusa kikawaida, basi ugusaji huu hautoi nini, udhu. Ama ule ugusaji ule wa kimatamanio ndio ambao hutoa udhu. Haya ndio maelezo ambayo kayatoa Imam Hamid al-Faqih. Kadhalika vile vile وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. hadithi hii amepokea Imam al-Khamsa kama tulivyoelezea, man ada al-Bukhariya wa Musliman, na kaisahihisha al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam Ibn Hibban.
Almasu katika lugha ya Kiarabu, almasu ni kugusa kwa mkono kabisa, kuigusa kitu hivi.